Mimi hali ya ulemavu nilizaliwa nayo. Yaani sikuipata labda ajali wala nini. Tofauti na wengine, lakini mimi hali ya ulemavu nimezaliwa nayo. Nimezaliwa nikiwa mdogo katika historia ya wazazi. Nilikuwa na tuseme ukiwa mdogo kuna ile hatua ya watoto ukuaji katika ukuaji wa watoto. Kuna mtoto anatambaa, kuna ile hatua mtoto anatambaa na anasimama, lakini ile hatua mimi umri ulikuwa unazidi kwenda, hatua ile mimi nilikuwa bado nilikuwa sifikii. Katika maisha ya kila siku, jamii imekuwa ikibeza juhudi za watu wenye ulemavu na imekuwa ikiamini ya kwamba mtu akiwa na ulemavu basi ni mtu wa kukaa chini na kusubiri msaada. Lakini hii imekuwa ni tofauti kidogo kwa kijana huyu anayefahamika kwa jina la Nuru, mkazi wa Morogoro. Nuru ana historia kubwa na yenye kusisimua sana, na hii ni historia ya maisha yake, na hapa anaeleza namna ambavyo anapambana kuhakikisha anafikia malengo aliyojiwekea. Hapa anazungumza na Families Media. Karibu. Na mtazamaji wa Families Media, ni mwendelezo wa ripoti zetu kutokea hapa mkoani Morogoro, na leo hii tumekuja kutembelea katika kituo kimojawapo hapa mkoani Morogoro kinachofahamika kwa jina la Amani Center, ambacho kinahusika na kulea watoto walemavu wenye changamoto mbalimbali, wenye mahitaji yatima. Na leo hii tumefika hapa kwa ajili ya kuja kukutana na kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Nuru, ambaye ni mlemavu wa viungo miguu. Lengo letu haswa ni kuja kufahamu changamoto yake ilikuwaje, ilianzia wapi, na kufahamu kwamba ana kipaji gani na ana ndoto zipi mpaka kufikia hapo baadaye. Na hapa nipo naye, nikukaribishe katika mahojiano haya uweze kufahamu Nuru ni nani na ana kipaji kipi. Mimi jina langu naitwa Sabitina Ali. Karibu tufahamu zaidi kuhusiana na Nuru. Habari yako? Salama, kwema. Kwema kabisa. Mzima? Mimi mzima, nashukuru Mungu. Poleni watu wa media mlipotoka kwa ajili ya kuja kupata mahojiano yangu. Nashukuru sana, pia nakukaribisha kwa mahojiano. Asante. Na pia mtazamaji anayekutazama anatamani kufahamu Nuru ni nani na anatokea wapi, unaweza kumfahamisha? Naweza nikamfahamisha. Mimi naitwa Nuru Godson. Ni kijana mwenye ulemavu wa viungo kwa namna ninavyoonekana, lakini pia ni kijana ambaye naweza nikaelezea kidogo historia yangu kulingana na muendelezo wa maisha yangu na nilipotoka na ninapoelekea, ninapotamani kufika. Okay. Basi sawa, mtazamaji sasa anatamani kusikia umwelezee historia ya maisha yako toka ulipozaliwa mpaka hapa ulipofikia. Na je, hali hii ya ulemavu ilikukuta ukiwa katika mazingira gani, au ulizaliwa nayo hivyo hivyo? Anatamani kufahamu kidogo, unaweza ukamwelezea? Mimi hali ya ulemavu nilizaliwa nayo. Yaani sikuipata labda ajali wala nini. Tofauti na wengine, lakini mimi hali ya ulemavu nimezaliwa nayo. Nimezaliwa nikiwa mdogo katika historia ya wazazi. Nilikuwa na tuseme ukiwa mdogo kuna ile hatua ya watoto ukuaji katika ukuaji wa watoto. Kwa mimi kuna mtoto anatambaa, kuna ile hatua mtoto anatambaa na anasimama, lakini ile hatua mimi umri ulikuwa unazidi kwenda, hatua ile mimi nilikuwa bado nilikuwa sifikii. Kwa hilo ndo tatizo lilianzia la ulemavu. Miguu ilikuwa inavimba na mikono pia ilikuwa inavimba, baadaye inapelekea miguu kusinyaa. Kwa nilikuwa navunjika mara kwa mara. Kwa hiyo ndo tatizo moja hapo lilosababisha ulemavu, lakini ulemavu huu ni wa kuzaliwa, sio wa kuupata ukubwani. Okay. Ndio. Na vipi sasa kuhusiana na mama yako mzazi na baba mzazi, wako wapi? Mama yangu na baba yangu wapo
ya wapo wilaya ya Gairo, mkoa huu wa Morogoro, kata moja inaitwa Chakwale. Ndipo ambapo natokea mimi, mzaliwa mimi, lakini pia wazazi wangu ndipo alipo. Na je, hapa alipo ni wapi? Ndiyo. Na tunaona hapa sasa hivi upo chini ya uangalizi wa kituo hiki cha Amani Center. Na hapa uliwasili hapa kipindi gani, na ulivyowasili hapa ulianza kusoma elimu ya kuanzia kidato cha ngapi? Mimi hapa nilifika tangu 2018. Nilikuja nikiwa nimemaliza elimu ya msingi nyumbani Gairo. Kwa baada ya kumaliza elimu ya msingi, kituo kilinisomesha kuanzia form 1 mpaka form 4 nikamaliza 2022. Kwa hiyo kituo ndo kilichosababisha mimi kunitoa kijijini na kunileta mjini kwa ajili ya masomo. Ndio. Na vipi hali ya hapa kituoni kwenu? Je, wanapokea watoto wa aina gani? Hali ya hapa kituoni wanapokea watoto wenye ulemavu ya akili na viungo. Kwa hiyo wenye ulemavu wa akili ni wale watoto ambao tuseme, unajua sasa hivi kuna watu wanasema kwamba kuna watu wenye yani walemavu wa akili wanachukulia kama mataila au machizi. Yani kuna watu wanaita majina mabaya, lakini sio. Watu wenye ulemavu wa akili ni yule mtu ambaye kakosa kidogo upungufu kidogo wa akili katika kichwa chake. Kwa hiyo yani kidogo ndo ana shida ulemavu wa akili. Hata mimi na wewe hapo tulipo tuna ulemavu wa akili, ni mapungufu ambayo yamekosekana kwa binadamu kwenye kichwa chake. Kwa hiyo ndo ulemavu wa akili. Kwa hiyo hao watoto ndo kituo hiki kimebezi sana kuwapokea watoto wenye ulemavu wa akili, lakini pia na viungo kama mimi ninavyoonekana. Ndio. Okay, sawa. Na je, baada ya kusoma elimu yako ya kidato cha kwanza mpaka cha 4, baada ya hapo uliweza kuendelea masomo ya mbele ama uliishia hapo hapo tu kidato cha 4? Baada ya kumaliza kidato cha 4 mimi sikuendelea, nilibaki hapo hapo kwa sababu kituo kilishindwa pia kuniendeleza kutokana na mazingira ya kituoni kiliumba kidogo, hawakupata pesa ya kuniendeleza na chuo. Kwa hiyo maana nilipangiwa niende chuo tena, na mimi mwenyewe nilikuwa natamani sana nikasomee mambo ya niende VETA nikasomee hata mambo ya IT, mambo ya kompyuta ndio kitu ambacho nilikuwa natamani sana kusomea, kwa sababu kutokana na mazingira yangu nikisomea kile kitu ndio kitu ambacho nilikuwa nakipenda, na hata utendaji wa kazi pia utakuwa rahisi kutokana sio kazi ya movement, ni kazi ambayo nimekaa sehemu moja na nafanya. Okay. Ndio. Sawa. Na sasa unaweza ukamweleza mtazamaji mazingira ya hapa kituoni kwenu, ni mahitaji gani ambayo sasa yanahitajika? Ya mahitaji kama kituo mimi binafsi. Mahitaji sasa ya kituo na wewe binafsi, kipi ambacho unahitaji watu wakusaidie? Kwa sababu hapo upo chini ya kituo, kuna wadogo zako, kuna kaka zako humu. Ni kitu gani sasa ambacho mnatamani kusaidiwa kwa ujumla? Kituo kama kituo mimi natamani sana kisaidiwe huduma ya afya kwa watoto, kwa sababu huduma ya afya imekuwa changamoto kwa watoto. Leo inatokea mtoto akiumwa inakuwa shida sana. Ukishafika naye hospitali hawamtambui kama mlemavu. Hawachukuli kama mlemavu, hawachukuli kama na changamoto, watakachoangalia labda ni pesa. Okay, na wewe sasa una talanta gani? Nikizungumzia talanta na maanisha kipaji. Una kipaji gani sasa? Mimi kipaji changu ni mimi napenda sana kuigiza, yani uigizaji napenda sana. Ndio. Napenda sana kuigiza, movie, serious hizi, comedy, hizi content hizi creator, ndio vitu vyangu hivyo mimi. Okay. Ndiyo. Na ni muigizaji yupi sasa ambaye alikumotivate wewe ukasema yes, na mimi natamani siku moja niwe kama huyu? Mr. Mwanya. Mr. Mwanya ndo mwigizaji ambaye niseme kwamba nampenda sana, yani basi tu. Ndio. Zile content na comedy ambazo anazifanya zinanifurahisha sana. Kwamba utaweza kuwa kama Mr. Mwanya kabisa serious na kufanya comedy.
Ya, naweza. Tena natamani kama inawezekana na kama ananisikia na ananiona hapa yaani apate hata na yeye wasaa wake, atenge muda wake nifanye naye. Mimi tu nilikuwa napendekeza nifanye naye hata comedy 5 tu basi.